Niliambiwa kwamba mirija imejaa maji, lakini baada ya muda nilipoenda tena kufanya vipimo nikaambiwa nipo vizuri kabisa. Ila baada ya muda nikajikuta kiukweli daktari, nimefanikiwa kubeba ujauzito bila changamoto yote. Sasa daktari, imekaaje? Ukweli ni kwamba huwa ni hali ambazo kwa baadhi ya wanawake huwa zinajitokeza, either ni katika kile kipindi ambacho kulikuwa kuna changamoto, either ni inflammation ambayo imejitokeza kwenye ile mirija. Unapoenda kufanya vipimo kwamba kwamba mirija imejaa maji, huwa inakuwa ni kitu cha kawaida. Sasa inakuwaje kwamba unafanikiwa licha ya kwamba mirija imejaa maji? Kama ni inflammation, kuna muda mwingine huwa zinaondoka zenyewe hata bila kufanya vipimo vyovyote. Kwa hiyo ni vizuri unapoambiwa kwamba mirija imejaa maji kuweza kufuatilia kwamba ni changamoto ambayo inahitaji matibabu, au baada ya muda fulani utarudi kwenye hali yako ya kawaida. Hii utaweza kushauriwa na daktari wako. Lakini kama uliambiwa kwamba mirija yako imejaa maji na imekuwa ni changamoto kushindwa kubeba ujauzito, uzuri ni kwamba kwa wanawake wachache ambao wamekuwa tayari kwa ajili ya programu hii ya Nipo Naye katika safari ya kuitwa mama, tayari walishafanikiwa kwa sababu waliweza kupata msaada wa matibabu, lakini pia mwongozo ili kuweka sawa mirija ya uzazi, kwani katika hatua ya mwanzo ya mirija kuziba ni lazima kwanza itaonekana imejaa ntanta au imeonekana imejaa maji.